Ninaitwa ndugu Mwesigwa Zaidi Siraji. Ni mwananchi. Ni mwananchi na taaluma yangu ni mwanasheria, lakini ni mwananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni Mtanzania. Sasa lengo na madhumuni ya kuweza kuwaiteni hapa na kuzungumza, nyote mnafahamu iko wazi kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu tarehe 29 Oktoba, ambao uchaguzi huo uligubikwa na vurugu, lakini na madhara makubwa kwa Watanzania, na ni karibia maeneo yote ya nchi yetu palitokea viashiria vya namna mbalimbali. Sasa ni vizuri kwa wakati tulionao huu niweze kueleza machache. Moja, mimi ni declare kwamba mimi ni katika waathirika wa matukio hayo yaliyotokea. Kwa ninapoongea, ninaongea kwa mifano hai, najidhibiti kuongea kwa hisia, ila ninaongea kwa mifano hai. Matukio yaliyotokea, bahati mbaya wananchi wengi hawakuweza kuyaona kabla. Wengi waliweza kuona kurupushani, kusikia milio ya mabomu, kusikia nini, vitu kama vile. Na kumetokea hali mbaya ambayo propaganda zinaendelea kulishwa kwa wananchi, kuwachonganisha wananchi na serikali yao, kuwachonganisha wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura, nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini fika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana, na barabara zikiwa zimezuiliwa, zina vizingiti vya namna mbalimbali. Waliweza kuchoma gari langu likateketea. Lakini katika uchomaji wa gari na mashambulizi yalikuwa yakifanyika, wananchi hao wanaosema ni waandamanaji, hakuna mwananchi hata mmoja alikuwa na bango la ujumbe wote wa maandamano, kitu cha kwanza. Lakini nilishuhudia kwa macho yangu vijana wakiwa na silaha, SMG 2 wamebeba kabisa. Sasa tujiulize, leo lawama zinakwenda polisi wameua. Naomba niwaulize Watanzania, tutafakari kwa pamoja. Ikiwa kundi la wahuni wanaojipa nembo ya kuandamana wana silaha ya moto, mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwabembeleze? Mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwape ridhaa ya kuendelea na utekaji wa miji na makazi ya watu na uharibifu wa mali? Ifikie mahala tukubali kwamba wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu. Na wajibu mkubwa tulionao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Ni wajibu wa kikatiba tuliokuwa nao. Wavamizi wamevamia maeneo mbalimbali, wamechukua mali za watu. Wameenda kwenye ATM, zimevunjwa ATM, wamechukua pesa. Vituo vya mafuta vimetiwa moto. Sasa hii hali si nzuri kwa taifa letu. Na msingi wa nchi yetu tunafahamu kabisa kwamba amani, umoja, mshikamano ndizo nguzo zetu ambazo tumekuwa nazo. Haya yanayoendelea sasa hivi mnaweza mkayaona kwamba hili ni kundi la waandamanaji, lakini mnasema si waandamanaji, bali ni makundi ya uhalifu kwa kiasi kikubwa ambayo yamebeba ajenda za watu wenye faida ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Nitoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo. Kwanza, msiondolewe kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Msiondoke huko. Endeleeni kuamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wao, lakini tuangalie sababu za mapungufu hayo ni nini. Nimewapeni mfano mwananchi, mimi nimevamiwa gari langu linachomwa, watu wana silaha SMG, wamevaa kiraia, na polisi hawajawashambulia katika mazingira hayo. Watu wameteka barabara masaa 3 4, wana riot, wanaongezeka makundi kwa makundi. Unategemea jeshi la polisi kama chombo muhimu cha kuhakikisha kina enforce utulivu na amani kingefanya nini? Sasa tusiwe watu wa kulaumu tu upande mmoja kwamba polisi imeua, lakini pia hata kuua
sio wa kweli na waadilifu wakati mwingine. Leo ukimuuliza mwananchi kwamba nipe takwimu ya maiti ngapi umeona kwenye mtaa wako, anaweza hata mmoja hayupo kwenye takwimu kama nimeona maiti. Lakini mtu anazusha anasema ziko maiti za kumwaga zimerundikwa. Sasa hii si njema na si nzuri. Lakini wazazi majumbani kwetu tuwe makini katika kulea vijana wetu. Tusiwe sisi ndio wenye matamshi hatarishi kwenye familia zetu. Hawa watabeba haya na kwenda kuona kwamba sasa ndio msingi wa nchi yetu, kitu ambacho si sawa. Tanzania, uchaguzi tumefanya umeisha. Tunayo kazi kubwa ya kujenga nchi yetu. Wengi walitamani vurugu kwa sababu hawakuwahi kupata madhara ya vurugu hizi. Lakini imani yangu kabisa kwamba sasa hivi Watanzania wengi wameelewa japo kwa uchache nini madhara ya kuvuruga nchi yao. Watu wanasema tumefungiwa ndani. Sasa hali ya hatari ilivyokuwa, vituo vinachomwa, magari yanachomwa. Nataka niwahakikisheni Watanzania, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mauaji makubwa yaliyofanywa na haya makundi ya wahuni. Silaha walipata wapi? Kwa hiyo mambo mengi ya kujiuliza, na tuwe watulivu sana katika kipindi hiki. Tusiwe watu wa mashambulizi kusema kwamba jeshi limeua, polisi wameua. Mbona kama kweli wewe ni mwadilifu wa nchi yako, mbona uzungumzii wahuni walioua? Mbona uzungumzii wahuni waliovamia mali za watu na kuharibu? Mbona uzungumzii watu waliojiorganize kuandamana maandamano haramu bila kufuata utaratibu? Utakuwa mwadilifu kwa jamii ya Kitanzania iwapo utaonesha pande hizo mbili za sheria, kwamba jeshi la polisi lilitumia nguvu ya wastani baada ya kuwa waandamanaji haramu na watu wasiotakia taifa letu amani, wavurugaji, wezi kuingia na kufanya uharibifu. Leo tazama wananchi wa Kimara wanavyopata shida ya usafiri, lakini serikali nayo inachukua tahadhari kuingiza magari yake barabarani. Bado viashiria vipo vinashughulikiwa. Mateso wanayopata watu pale Kimara sasa hivi kwa sababu ya watu wachache ambao akili zao ni mbovu na ni hovyo. Sasa lazima kama wananchi tutoke na tuonyeshe kwamba hatukubaliani na haya yanayofanywa. Mnapokaa kimya na baadhi yenu kuanza kulishwa sumu ya kulaumu, tafsiri yake ni kwamba mnakaribisha balaa zaidi kwenye nchi yetu, kitu ambacho tusingependa kufika hapo. Binafsi niwaombe nyote wa Tanzania, mikoa yote, kwanza tuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kurejesha amani iliyopatikana mpaka sasa. Hilo halina ubishi. Na kama kuna mapungufu tuyatolee basi maoni katika lugha iliyokuwa nzuri. Alianza ni nani? Nyote Dar es Salaam mnathibitisha kwamba polisi walikuwa watulivu kabla ya vurugu. Nyote mnathibitisha. Na wengine wanasema kabisa kwamba hatukuona polisi na bunduki kabisa kwenye maeneo yote. Nini kiwafanya polisi na vyombo vingine kusimama kudhibiti ile hali? Bila shaka ni uvunjifu wa amani, uharibifu, wizi na matendo ya kigaidi. Mimi nasema ni ugaidi. Sasa mtu anapochukua gari anapiga moto, kituo cha mafuta kinawaka moto, petroli inawashwa. Huo ni ugaidi, huo ni matendo ya kigaidi. Mtu anachukua panga anakata mwenzie. Ninaomba sana. Lakini pia naona kama kuna kaajenda fulani kanatengenezwa kuparaganyisha muungano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hii nayo viongozi wa vyombo ni vizuri mkakaa imara. Lugha yenu mnasema kukaa timamu. Mshikamane kwa sababu tupo kwenye wakati ambao unatafutwa ufa. Unatafutwa ufa ili ufa upatikane, watu waingie wenye nia ovu. Kiukweli mimi kama mwananchi wa kawaida ninasema hivi, kazi iliyofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na ambayo inaendelea kufanywa ni kazi sahihi kwa mustakabali wa ulinzi na amani ya nchi yetu. Sasa kama utaki hiyo kazi ifanywe, ulitaka watu watuteke wote, wateke jeshi, wateke polisi, watu wako na maana sema ndio kuteka Ikulu. Ni uhaini. Ni uhaini. Lazima jeshi lidhibiti hizo tabia na hiyo mienendo. Niwaombe na ninyi wanahabari pia, mnayo nafasi yenu kubwa sana ya kuhakikisha mnajenga jamii yetu
mnajenga nchi yetu, mnajenga vijana wetu. Badala ya kuwarushia TikTok za muziki na taarabu na nini, basi wajengeni, pelekeni ujumbe wa kuwajenga kisaikolojia na kifikra, kwamba wajua nao wajibu wa kujenga nchi yao. Juzi watu walitamani hata kutoka nje ya mtaa. Mtu anatamani kwamba angekuwa mtaa mwingine ambapo ilikuwa haiwezekani hata kwa kwenye mtaa mwingine. Sasa sembuse nchi nzima ikivurugika, utakwenda nchi ipi? Utaishi wapi? Watu wamekosa kununua hata unga kwenye maduka, wanaogopa kwa sababu hali ni mbaya. Lakini nani msababishi? Niwaombe sasa, katika hali hizo zote ambazo zinaendelea, madhara yaliyotokea yote chanzo chake ni vurugu za wahuni na sio serikali kuwa chanzo. Hii tulielewa vizuri hili. Hakuna mahala ambako vyombo vya usalama vilichokoza au kuashiria kuwashambulia watu. Ni pale tu ambapo vyombo vilichukua hatua stahiki za kisheria kutimiza wajibu wake. Na huo ndio msingi wa uwajibikaji katika nchi zetu. Chukueni mazuri basi, waandishi wa habari ya vyombo vyetu, na muyaseme na muyaeneze, watu wajue. Jana nimeona kwenye message kuna kajitu kanatambaa. Hivi ni vitu vya kuangalia sana hivi. Angalieni ujumbe unaokwenda kwenye makundi yetu ya kijamii. Kanasema na mtu wanaposti watu kabisa. Kauchonganishi wa polisi na raia. Kauchonganishi wa polisi na raia. Kanasema, zimekaona, kanasema unaniita afande kwenye basi nalo kwenda Kimara, unitakii amani. Yaani kwamba basi, yani wanaashiria kwamba ukanda wa Kimara ni ukanda hatarishi kwenye nchi hii. Sio ndio vizuri? Kwamba unaniita afande kwenye basi nalo kwenda Kimara, unitakii amani. Mnaelewa waandishi wa habari? Ni mtu kaandika ka ujumbe haka, anakaingiza kwenye magrupu, kanasambaa kwenye magrupu, kanazidi kuchochea chuki baina ya askari wetu, vyombo vyetu na raia. Lakini pia kanaonyesha kwamba Kimara hapakaliki, ni sehemu hatari. Sio kweli. Nchi iko salama mpaka sasa. Sehemu zote zinakalika na watu waendelee kufanya shughuli zao kama kawaida. Aidha, baada ya kusema hayo, nichukue wito pia kwa chama tawala pia, Chama cha Mapinduzi. Moja, mwandishi wa habari, mimi naomba usinilazimishe kulaani kwanza msimamo wangu. Ila ungenitaka kutasemaje? Maoni yangu ni yapi kuhusu hayo yanayosemwa. Lakini usinibind kama ni laani. Na mimi niseme wazi tu. Nimekupa mfano, sio mfano, nimetamka wazi kama mimi nimevamiwa. Nimevamiwa na nimetoa taarifa, iko recorded kwenye taarifa za jeshi la polisi, za mimi kuvamiwa nikiwa barabarani, nikiwa mwananchi raia wa kawaida, na kuja zangu mjini kujikalia kazini kufanya kazi. Gari langu likachomwa moto na hawa wanaoitwa waandamanaji. Lakini pili, walikuwa na silaha za moto. Na mnielewe vizuri. Silaha za nini? Kwa maana ya bunduki. Sasa leo unaponiambia kwamba ni laani polisi wametumia nguvu ya kutumia risasi, hali ya kwamba macho yangu yameshuhudia makundi ya uhalifu yakiwa na silaha. Kwa hiyo bado pia kuna mkanganyiko katika matumizi ya hizo risasi, kwamba ipo possibility ya watu kuwa walitumia silaha zao haramu katika hali hii. Yaani katika hali ya kuweka mpasuko katika nchi kama unavyoona sasa, na kujaribu kugonganisha jeshi la polisi, vyombo vya ulinzi na wananchi. Mimi na imani kama kuna raia yoyote, mtu kafiwa na mwanae na ndugu yake, lazima atoe taarifa polisi. Kuna mtu kweli mwenye akili timamu kwamba ndugu yake amefariki kwa kupigwa risasi afa kae kimya? Lazima atatoa taarifa. Sasa uzushi, samani mwandishi wa habari au mwanahabari, uzushi unaotengenezwa bila takwimu, uzushi unaundwa tu, watu wamerundikwa, watu wamekufa, wengi wamepigwa risasi. Sasa inawezekana mtumishi mwenzenu walikumbana na hichi kikundi kingine cha ajabu hiki, kama mimi ndivyo, ni kama mimi nilikumbana nacho. Sasa nakueleza, kuna watu walivaa sare mpaka za polisi. Macho yangu yameshuhudia wamevaa, na hii nimelieleza kwa polisi kwamba
Fanyeni kazi yenu kwa weledi. Kuna tatizo, kuna watu wanavaa mavazi kama mavazi ya polisi. Wewe mara ngapi tunapata taarifa za habari watu wamevaa jeshi za nani, sare za jeshi la wananchi? Wewe mwandishi wa habari unaona hayo? Haujaona, unijibu. Sasa vile vile bado watu wanaweza kutumia mwanya huu wakavaa sare za wananchi, jeshi la wananchi, wakavaa sare za polisi na wakafanya hayo matukio, kwa sababu katika takwimu zetu yapo matukio kama hayo yamefanyika. Watu wamejivisha sare za jawii na vyao wameweka za polisi na wamefanya uhalifu katika mazingira fulani. Kwa hiyo mimi, msimamo wangu mimi niliona kama Mwesigwa na mwenye akili timilifu, siwezi kukimbilia kulaani polisi hali ya kuwa takwimu hatujapata. Wangapi wameuliwa na polisi? Wangapi wameuliwa katika mazingira ya kutatanisha? Wangapi wanachochea? Manake pia kama watu waliweza kufanya zile vurugu, watashindwa kutengeneza skendo nyingine? Watashindwa. Umetoa mfano mwandishi wa habari, postmortem zitafanyika, uchunguzi utafanyika na majibu yatafanyika. Tukio kutokea ni hatua moja, lakini matokeo, uchunguzi wa tukio ni hatua nyingine. Tuendelee kuamini vyombo vyetu. Ndio msimamo wangu nilionao. Pale ambapo wamekosea, nimesema na mwanzoni hapa nikasema kwa mazingira yalivyokuwa, yale yalivyokuwa, mimi nimeshuhudia wakati gari langu linachomwa moto, mimi navamiwa na wale wahuni, gari la Meja Jenerali Land Force Commander na star 2 kabisa linaonekana limepigwa mawe kuanzia Kimara mpaka huko kuja kumnusuru huko Ubungo, liko hoi, mawe yanaingia ndani ya gari. Au ni polisi wanapiga jeshi? Nataka kuniambia huu ni mfano hai ambao upo kwenye takwimu za serikali, kafuatilieni. Jeshi la Land Force Commander limepigwa mawe na watu haramu. Sasa utasema nao ni polisi kwa wanapiga jeshi ndani gari la jeshi la wananchi? Nadhani waandishi wa habari mnayo kazi kubwa sana katika wakati huu wa kusikutuniza taarifa vizuri na kuweza kuzichekecha vizuri, na if possible kuwaona hata viongozi wa vyombo hivi vya ulinzi na usalama katika maeneo yao. Kuna mambo mimi siwezi kujibia kwa level yangu, siko ndani katika hivyo vyombo, lakini nashauri mimi mengine sasa, critical issues kama hizo ambazo ni direct unasema zinagusa hizi lawama chombo, ukiweza kuchombo watakupa ufafanuzi mzuri sana, kwa sababu wana wasemaji wa jeshi la polisi katika kanda na katika makao makuu ya jeshi la polisi. Nadhani nimejibu vizuri hilo. Yes. Nakuja sawa, wewe ni ndani? Naitwa Juma Mohamed. Moja, unazungumzia taharuki. As a human being, reasonable person, kwa hali iliyotokea taharuki lazima wananchi, hata mimi ninayo na wewe unayo pia, kwa hali ilivyojitokeza. Lakini tusizungumzie taharuki tu, pia tuangalie hatua ambazo zimechukuliwa mpaka sasa. Ndio mahala nadhani pa kujikita kwamba ni kweli palikuwa na taharuki, lakini hali ya sasa inaridhisha mpaka sasa. Wako watu ambao hawawezi kuridhika hata wafanyeni. Sasa hivi nataka kuniambia mtu aliyeanzisha zile vurugu au aka-influence au aka-sponsor, leo atakubali kwamba hali ni nzuri? Atazidi kusema hali ni mbaya yeye, kwa sababu lengo lake ni hilo, kufanikiwa kuvuruga vichwa vya watu, kuvuruga amani ya nchi yetu. Lakini kiuhalisia wewe mwenyewe unaona hali ilivyo huko nje, watu wako wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo mimi nataka niwe na disclaimer kidogo pale kwamba sikubaliani kwamba taharuki ni kubwa mpaka sasa. Kuna taharuki za kutengenezwa, aidha kujitengenezea au kuinfluence wengine ionekane kuna tatizo bado kwenye jamii. Lakini leo watu wanatembea na miguu, sehemu za daradara zipo, jana nimeona wanasafisha barabara za mwendo kasi. We hope zitaanza kufanya kazi wakati wote kuhudumia wananchi kule. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo taharuki ipi ambayo ipo leo? Tumesikia mlio wa risasi, kwani tumesikia mlio wa bomu? Vyombo vya ulinzi lazima viendelee kustation kufanya kazi yake. Sasa tunapoona polisi wapo kwenye point zao, tuseme hiyo ni taharuki, lazima waongeze umakini na umadhubuti wa kuhami nchi yetu na jamii zetu. Sasa hiyo sio taharuki hiyo. Mimi sio kama taharuki, ni kazi. Na kwa kuwa sisi wenyewe, na mimi niseme wazi tu kwamba serikali yetu na vyombo vyetu pia navyo ilifikia hatua vikatulelea pia katika mazingira mazuri mno kama compromise fulani hivi. Sasa leo vyombo vimesema kwenye nafasi yake barabara leo hii. Ndio maana mtu naona tofauti kidogo. Kwa hiyo vimesema kwenye jukumu lake haswa, baada ya kuona viashiria ambavyo kumbe sio vya kupuuza. Ndio umeelewa vizuri. Kwa hiyo ongezeko la polisi kwenye maeneo muhimu, kwenye joints, junction,
patrol. Hiyo sio taharuki hiyo. Sasa kama wewe sio mhalifu, taharuki ya nini? Hata majeshi yangekuwa hapo na polisi 200 wako hapo, kwani watu wapite hapa Jangwani hawaendi? Kuna mtu anakamatwa, kuna risasi zinapigwa. Sasa kama mtu ana nia njema, utafurahia wingi wa polisi, utafurahia wingi wa polisi kwa kipindi hiki, kama kweli raia mwema, na utaomba waongezeke. Na mimi naomba waongezeke kweli kweli mitaani, waongezeke kwenye barabara zote, ili kudhibiti matukio na viashiria vyote ambavyo vitakujitokeza. Kwa hiyo hizo taharuki. Lakini ukazungumzia kuhusu wito kwa vyombo, kwa raia, wito kwa raia, lakini pia hapo ndio kuuliza swala la uchochezi ambao umefanyika ndio kwa namna moja ama nyingine, inawezekana ukawa umechangia kwa kiasi kikubwa kutokea kile kitu. Sasa swali langu kama mwanasheria na wito wako kwa mamlaka husika, mianya hii iliyokuwepo, ama kuna pahala kuna mianya ambayo tunaona hii inaashiria moja kwa moja kuruhusu kile ambacho kinachofanyika, kwa maana ya kuruhusu baadhi ya taarifa kupenya na kuwafikia wananchi? Kwanza tukubaliane kwamba malengo na dhamira ya serikali ya kuruhusu hiyo mitandao iwepo sio hichi kilichotokea. Jibu liko wazi tayari sasa kwamba kilichotokea, kama unavyosema, unaadmiti wewe mwenyewe kwamba unakiri kwamba pamekuwa na uchochezi kupitia mitandao, basi ni wazi kwamba serikali sasa ni wakati mwafaka wa kukaza kamba kuhusu matumizi ya mitandao. Ndio jibu hilo sasa, kwa sababu tayari umeona kwamba matumizi ya mitandao yamekuwa hovyo kuliko faida ambayo ilitegemewa. Kwa hiyo ni muhimu serikali na mamlaka zake zinazohusika kudhibiti haya mambo wawe serious zaidi kudhibiti matumizi ya mitandao. Hiyo ndio wito wangu mimi kwa serikali. Sio kuregeza, ni kukaza kamba kweli kweli matumizi mabaya ya mitandao, ili nchi na wananchi tuendelee kubaki salama. Huo ndio wito wangu kwa serikali. Lakini wito kwa wananchi wanaotumia mitandao, wanafahamu kabisa kwamba mitandao ipo kwa mujibu wa sheria, imesajiliwa. Sasa kitendo cha kuingiza uzushi kwenye mitandao, ukishughulikiwa usituambie unajua mimi naonewa. Peleka taarifa njema. Taarifa njema hamna. Hata kuniambia serikali ina mambo mazuri yanayofanya, hayapo mwandishi wa habari. Sasa kwa nini usieneze hayo mazuri yanayofanywa na baadaye ukimbilie mabaya ya kutia chuki, ugomvi, fitina, kila balaa kwenye nchi hii? Sasa mimi nitamuona mwandishi, nitamuona mtu wa mtandao yupo anasema serikali imekosea hapa serikali imekosea. Lakini pia atuambie pia hapa serikali imefanya vizuri. Tumwone mwana mtandao huyo anatufanyia hivi. Uone kama atakamata. Serikali ikikosea sana ushahidi kama imekosea kitu fulani, atathibitisha. Lakini kwa nini uende upande mmoja tu? Kwa nini? Ndio maana mimi ninasema kwa kweli kwa nafsi yangu kwamba ziko dhamira mbovu na mbaya nyingi ambazo zinazunguka serikali yetu kwa lengo la kuangusha serikali yetu, kuondoa mshikamano, kuleta machafuko ili wanufaike. Sasa nataka kuniambia mwandishi wa habari, mtu ambaye anakwenda kusoma duka la mtu anachukua bidhaa, yani unasema kwamba huyo naye tumpe wito, yani naye tumpe, huyu ni jangili, hili ni kukamata na kushughulikia. Yangekuwa maandamano sahihi, tusingeona uharibifu wa mali za watu na wizi, tungeona ujumbe. Bila shaka hata vyombo vyetu visingefikia hatua vilikofikishwa. Mimi nasema vyombo vyetu vimefikishwa hapo, vimeingizwa huko na hao wahuni. Serikali na taratibu zake ya mifuko ya maafa, namna ya kufanya kufidia mambo hayo, lakini kwenye sheria ni eneo langu vizuri. Ni vizuri Watanzania wakafahamu kwamba kwa mujibu wa sheria, na hii ilitokana kwenye sheria, huwa tunasemaga tunakwenda kwenye precedents, tunakwenda kwenye historia ya sheria, na historia inakuwa inabadilika kulingana na matukio na mahitaji. Huko nyuma dunia, mnakumbuka, ilipata matatizo vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Mliofikia kule form 6 mnakumbuka ile fall of Europe, anguko la Europe lililokuwa baada ya vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Fall. Sasa huko nyuma, sasa maana sheria hizi zina adoption, tunazichukua kutoka sehemu mbalimbali na nini, tunaanza kuzitumia. Sasa kule nyuma mataifa haya yalipata hasara kubwa sana. Huko nyuma tulikuwa na mifumo hiyo, kama makampuni mengi ya huduma hizo, bima, yalikuwa ni state owned corporations, yalikuwa ni ya serikali. Kwa hiyo serikali kule zikapata hasara kubwa sana kufidia wananchi kupitia bima za majanga ya vita ya kwanza na ya pili ya dunia.
Sasa baada ya pale ikatokea reforms za kisheria. Kwa hiyo zikatungwa sheria nyingine ambazo zili exclude liabilities kwa makampuni ya bima kutofidia majanga ya kisiasa au ya vita. Maanake huu mwanya ukitolewa, reasoning iliyokuwepo ni kwamba ukitolewa mwanya huo wa kwamba bima ifidie vurugu za kisiasa, ni rahisi mno watu kutengeneza ajenda ya kisiasa na kuingiza hasara. Kwa hiyo wakaweka exception clause pale, zuio kidogo. Sasa bima inalipo kwa mujibu wa policy, wengine inaitwa policy statement insurance company au insurer. Sasa iwapo kampuni hiyo ya bima X Tanzania yenyewe haijajiondoa kwenye wajibu katika policy yake, haijajiondoa kwenye wajibu wa kufidia, yenyewe it is too general, so specific, basi wananchi walioharibikiwa kama waliinsure kwenye hiyo kampuni wataenda kudai huko kwenye hiyo. Lakini as a general principle ni kwamba political violence, riots, they are excluded katika kulipwa na kampuni za general rule ambayo ina apply katika jurisdiction nyingi sana za duniani. Sasa lakini policy kinachofanya bima ilipe ni policy yake na contract yake, terms za mkataba ilizonazo pamoja na insurer and insured wana terms zao. Kwa hiyo siwezi kulisemea general kwamba watu hawatolipa. Ziko policies zinazuia kulipwa, ziko policy zinaruhusu. Kwa hiyo itategemea na policy ya hiyo kampuni mtu alikokata bima yake ya mali yake. Na mkataba wake wa bima unasemaje? Kwa mfano wakili ni kwamba kwa mfano kama Shadidi ama mabasi mengine au hata Moffat, kama ameingia mkataba huo unaozungumza na shirika husika, anaweza kulipa. Naomba hilo siwezi kulijibu kwa sababu umetaja makampuni ya watu ambayo ungetaja kwa ujumla na jizuia sana